Nini maana ya Joseph Kabila kusapoti waasi katika nchi ya Kongo na angali alikuwa ni rais katika nchi hiyo? Maana gani anayoonyesha kwa taifa kusapoti waasi? Aidha anahitaji tena madaraka au anahitaji apate nafasi kubwa tena katika serikali, ama vipi? Au anahitaji propaganda zake ili kupindua rais aliyoko madarakani? Hayo ni mambo kadha wa kadha ambayo yanaumiza vichwa vya watu wengi sana. Na kabla sijaenda mbali, na kusihi kwa wewe ambao hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, tafadhali tunakuomba uweze kusubscribe na pia kucomment kupitia video zetu. Unakuwa umeua sana, inakuwa ni vizuri, na pia kushare video zetu inakuwa ni vizuri pia. Haya, video imevuja ikimwonyesha rais mstaafu wa nchi ya Kongo Joseph Kabila akiwa katika nyumba, lakini bado hatujui kwamba ni nyumba yake ama ni nyumba za wageni ama ni sehemu gani moja kwa moja. Lakini ikumbukwe kwamba hapa nyuma amefanya mahojiano na televisheni ya Ubelgiji na akidai akikashifu madaraka ya Rais Felix Tshisekedi na akijinadi kwa yale ambayo kipindi hicho alikuwepo madarakani kwamba alifanya mambo makubwa sana, lakini bado serikali haijui nafasi hiyo, na pia ameweka unafuu katika nchi ya Kongo. Madai hayo ni ya ukweli, na kulingana na katiba nchi pia ilileta utata siku hizi 2-3 na mpaka sasa bado ina utata. Kuna baadhi ya mikoa tayari imeshapiga kura na kuona ni vema wabadilishe katiba ya nchi. Huenda watu wengine wakadai kwamba katiba ya nchi ndiyo inapatia nafasi kubwa waasi kujitawala katika nchi ya Kongo, na pia katiba ndiyo ambayo inaweza kumfanya Joseph Kabila apate nafasi ya kujitetea katika 1 na 2 katika yale mambo ambayo anayoyafanya. Tuje basi upande wa M23. M23 pamoja na waasi wote, makundi yote ya waasi yameanza kuripotiwa kujiondoa baadhi ya maeneo ikiwemo katika mji wa Bukavu, Uvira na maeneo mengine. Na inakuja maswali mengi sana, kujiondoa kwao wanajiondoaje? Siasa imewatupilia mbali ama wameshindwa vita? Bado ni maswali makubwa. Na baada ya hapo, Joseph Kabila ana nafasi gani katika nchi ya Kongo? Anachukuliwa kama rais mstaafu au la? Na tujue kwamba sasa hivi Rais Felix Antoine Tshisekedi yupo mbioni ama kwenye mchakato wa kuomba mataifa makubwa kumpa nafasi ya kumwondolea waasi na kuiwekea vikwazo Rwanda. Katika kipindi hichi inakuwa ni vigumu moja kwa moja kujaji vita inayoendelea Kongo na kile ambacho kinachofanywa na wanasiasa wa Kongo. Ikumbuke kwamba mji wa Goma ni mji ambao upo chini ya utawala wa waasi, na ndiko ambako inahisiwa kuwa Joseph Kabila anaishi huko. Kuishi kwa Joseph Kabila katika mji wa Goma unaathiri namna gani usalama wa taifa? Maana kama Joseph Kabila anaishi Goma na Goma ndiyo sehemu kuu ambayo imekaliwa na waasi, ni rahisi sana kuunda operation na mbinu kadha wa kadha ili kuivamia DR Congo na ili pia kupindua utawala wa Felix Antoine Tshisekedi. Kulingana na hayo basi, Joseph Kabila ambaye ni mtu mkubwa anayesapoti vikosi vya waasi wa M23, inamuaffect vipi maswala ya waasi kujiondoa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hivyo basi
Serikali ya DRC imeanzisha operation zake za kuondoa waasi, na ikiwa ni nafasi kubwa ya ushindi na nchi ya DR Congo kubaki katika uhuru wake na kuishi kwa usalama. Lakini swali kubwa la leo ni kwamba kama operation hizo zimeanzishwa, je, wataweza kuwaondoa waasi katika mji wa Goma? Wataweza kumtoa Joseph Kabila katika mji wa Goma? Na nini ambacho kinachofikiriwa? Kitu gani ambacho kinachoendelea? Fuatana sisi kupitia Mbavu TV Online. Kwaheri. Le 20 décembre 2021, le président Joseph Kabila se porte bien, comme vous pouvez le remarquer. Non, je sais de ma date. Du matin, il ne faut pas vous approcher de lui.